Kwenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari inasema hivi: bandari haijauzwa, tumeipangisha tu. Kumbe mnapangisha hadi bandari. Naweza kupata chumba na sebure? Kwani hela anachukua nani? Eti hela ya kodi anachukua nani? Au ndio mpaka nipate dalali? Anyway, tuendelee. Jamani, tunaona watu wengi sana wanaongelea kuhusu hii bandari ya Dar es Salaam kuuzwa. Wengi wanasema kwamba hii bandari imeuzwa, imekopeshwa, sijui imeazimwa, sijui imekodishwa. Sasa leo tutapata majibu moja kwa moja kwa mheshimiwa. Nipo naye live, tutaongea naye mawili matatu. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukaongee naye kuhusu mawili matatu, kuhusu hii bandari kwamba imeuzwa au haijauzwa, tupate majibu kamili. Mheshimiwa, vipi kuhusu bandari? Hivyo bandari imeuzwa kweli au ndo imekodishwa? Tunataka tufahamu kwa undani zaidi. Hii bandari nilipo mimi hapa haijauzwa, iko chini ya serikali na mamlaka ya bandari Tanzania iko hapa. Bandari haijauzwa, bandari ni mali ya serikali. Okay, sawa mheshimiwa, tumesha kuelewa. Lakini sasa mimi nilikuwa na swali kwa watazamaji. Hata wewe pia unaweza kulijibu mheshimiwa hili swali. Nilikuwa na swali kidogo, samahani, lakini kumrazi kama nitakuwa na wakera au na wakorofisha au naleta uchochezi, munisamee, lakini ni swali tu nauliza. Hivi kwa mfano ukipangisha nyumba yako kwa miaka 100 na unajua huwezi kuishi miaka yote hiyo, je, hapo utakuwa umepangisha au umeuza? Narudia tena swali langu. Kwa mfano ukipangisha nyumba yako kwa miaka 100 na unajua huwezi kuishi miaka yote hiyo, sasa hapo unakuwa umepangisha au umeuza? Wale ambao wenye uelewa wa kunijibu hili swali, tafadhali mnijibu. Ni swali tu jamani, ni swali nauliza. Kuuliza sio ujinga. Sasa mheshimiwa, umesema kwamba bandari haijauzwa, imekodishwa. Sasa tunawaona hawa DP World na hawa Adani wanazurura sana hayo maeneo. Sasa hatuelewi hawa DP World na Adani wanafanya nini mazingira hayo. Unaweza kutueleza? Hawa DP World na Adani tumewapangisha, na hapa kwenye mkutano huu nitawaambia tunafanya nini katika upangishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Kwanza, DP World na hawa Adani ambao tuliingia nao mkataba wa upangishaji na uendelezaji wameunda kampuni za Kitanzania ambazo sasa zinatakiwa zifanye kazi kwa sheria za Tanzania. DP World wao wameunda kampuni inaitwa DP World Dar es Salaam Limited, kampuni ya Tanzania na inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Na hawa Adani wameunda kampuni inaitwa Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited, imesajiliwa Tanzania, inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Sasa kampuni hizi zimefanya uwekezaji mkubwa. DP World wenyewe tayari mpaka sasa katika kipindi kifupi tangu tumeingia nao mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari, wameshawekeza katika bandari hii kiasi cha shilingi bilioni 214.2. Na wamefanya nini? Kwanza wamenunua mitambo mipya, wote mmeiona ile mitambo ambayo inapakia na kupakua mizigo, makontena na mizigo mingine mbalimbali. Wamefanya uwekezaji katika mifumo ya tehama, wamefanya ukarabati wa karakana ya mitambo, wamefanya uendelezaji wa maeneo mbalimbali ya kuhifadhi shehena. Lakini pili, Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited wao wanaendelea kufanya uwekezaji, na hapa watawekeza kiasi cha shilingi bilioni 410.4. Okay, hapo sasa tumekuelewa mheshimiwa, tumekuelewa vizuri kabisa. Unasemaje tu kumtazamaji kwamba wasije tu kupangisha mlima Kilimanjaro? Wewe hawezi kupangisha mlima Kilimanjaro wewe. Unasemaje kwamba wapangishe TANESCO ili umeme uwe wa uhakika? Wala acheni mambo yenu nyie.
Hii watazamaji na mambo jamani. Na wewe unasema kwamba wapangishe TRA ili tupate mapato mengi. Acheni uchochezi bwana. Jamani. Ya Mungu mengi, ya kuku mayai. Hilo jamani. Alafu nyie mbona mnang'ang'ania sana? Eti imeuzwa. Mnang'ang'ania kweli eti bandari imeuzwa. Mheshimiwa mbona kashatoa ufafanuzi? Kawaambia kwamba haijauzwa, imekodishwa. Nyie bado mnang'ang'ania kwamba imeuzwa. Haijauzwa. Sasa ngoja niwafafanulie vizuri kwa undani ili muelewe. Naona hamjaelewa vizuri. Yaani huo unaitwa uwekezaji. Na ni tofauti kabisa na kuuza. Yaani ipo hivi. Kuwekeza sio kuuza. Yaani kwa mfano mtu anasema mradi wa mwendo kasi umeuzwa. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Ila sasa watu wanawekeza, ikiwa na maana kwamba wananunua mabasi yanafanya usafirishaji wa abiria. Zeni kwenye mapato serikali inapata na wao wanapata. Kwa hiyo sasa muda wowote serikali ikiona hainufaiki inawatoa, au akija mtu mwenye dau nzuri zaidi wanaruhusiwa kumtoa yule mtu kwa makubaliano. Sasa wengine wanachanganya sana kuuza na kuwekeza. Kuuza na kuwekeza vitu viwili tofauti. Kwa hiyo serikali ilichofanya haijauza, imempangisha. Yaani wanachukua kodi. Wanachukua kodi. Yaani haya mfano kitu unakiendesha wewe kwa mwaka unatengeneza kwa mfano bilioni 200. Lakini umemweka mwekezaji kwa mwaka unakusanya bilioni 400. Wewe uone kama faida hii? Eti ndugu watazamaji, uone kama faida hiyo? Wewe tuendelee. Sasa mheshimiwa, alafu kuna haya mambo ya TRA haya. Tunaona TRA wanatumia mfumo sio rasmi. Yaani tunasema mfumo ambao sio rafiki kwa walipa kodi. Yaani kwa hiyo huu mfumo, yaani kiufupi huu mfumo unawanyanyasa au unawanyonya hawa walipa kodi. Alafu kuna hili swala wanasema kwamba wanakadiria mapato. Aisee, hili swala ni zito sana mheshimiwa. Yaani kiukweli wafanyabiashara wanabambikizwa kodi. Na hili swala unalizungumziaje au mmejipangaje kuhakikisha kwamba haya mambo ya kubambikiza kodi hayapo tena huu mwaka tunaoingia 2026? Tunaomba ufafanulie kiufupi kuhusu issue ya TRA kubambikiza kodi kwa hawa wafanyabiashara. Unalizungumziaje hili swala? Kuna wengine wamefungwa biashara zao kwa sababu ya kubambikizwa hizi kodi. Unalizungumziaje hili swala au mmejiandaa vipi na mfumo rafiki kwa wafanyabiashara kuhusu kodi? Imeamua kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 100 kuweka mfumo ambao utakuwa rafiki kwa walipa kodi wote kulipa kodi. Yale mambo ya kukutana na watu na wengine wanakuwa sio waadilifu, wanakuletea hesabu ambazo hazieleweki. Sasa tunakwenda kuwekeza kwenye mfumo ambao mlipa kodi ataweza kuweka hesabu zake, atafuatilia hesabu zake, atapata makadirio yake, atajua anastahili kulipa nini kilicho halali cha kwenda serikalini. Na mimi naomba kutoa wito, mfumo huu tunategemea tuuzindue tarehe 9 mwezi wa pili. Wafanya biashara tuupokee kwa mikono miwili. Ni mfumo mzuri na ndiko dunia iliko sasa. Mambo ya kukadiriana hesabu kwa peni na kuminyaminya kalkuleta huku tunaangalia na usoni, huyu Msigwa nimkomeshe, huyu alinikwaza sehemu fulani nimfanyie hivi. Sasa ni mfumo, hakuna kuonewa, kila mmoja atalipa kodi kwa usawa. Uboreshaji mkubwa uliofanywa katika bandari ya Dar es Salaam umetuletea matokeo makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Mamlaka yetu ya mapato Tanzania TRA imeongeza ukusanyaji wa mapato. Wastani wa makusanyo ya mapato hivi sasa kwa TRA kwa mwaka 2025-26 tumefikia wastani wa shilingi trilioni 3.16. Sasa mtakumbuka niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni 7
ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini. Lakini uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu. Nashukuru sana mheshimiwa kwa muda wako. Asanteni ndugu watazamaji. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya YouTube ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji. Usikose tena kipindi kijacho.